Bwana Yesu asifiwe. Tena niko katika kipengele kile kingine cha kufunika kichwa. Ningerudia tena yale maandiko alafu nielezee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto ile sura ya 11 na mstari ule nianzie mstari ule wa pili. Tasoma kwa jina la Bwana. Hapa sasa hivi nataka kuelezea kuhusu kufunika kichwa. Ni kufunikaje kichwa? Mstari wa pili unasema, basi nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, aaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume akutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Mstari wa 10. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwa kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye alizaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Au je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake, lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati huu nilikuwa nataka kuzungumzia kuhusu kifuniko cha mwanamke, kwamba maandiko yanasema mwanamke afunike kichwa. Kwa mimi nasoma Biblia ndio nimeona kwamba kwa andiko hili kuna Wakristo wengine wanafundisha kwamba wanawake inatakiwa wavae kitambaa kufunika nywele. Niseme kufunika nywele ili nieleweke vizuri. Kwa hiyo wanavaa kitambaa wanafunika nywele. Lakini maandiko yamesema inatakiwa kichwa kifunikwe. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kuna wengine wanafunika nini? Sijui ushungi wanaita. Bwana Yesu abariki sana, sijui kuita majina ya kike, na kuna wengine wanavaa hijabu. Wanavaa hijabu wanafunika nywele zao. Na wanasema kwamba nywele inatakiwa zisionekane za mwanamke, zina thamani sana. Hasa kwa mimi katika kusoma Biblia na kufuata ufunuo kutoka kwa malaika huyo wa 7 ambao nimekuwa nikiwahubiria kila wakati, ambaye ni mfunuzi wa Biblia, sijaona sehemu kwenye Biblia panasema mwanamke kichwa chake kifunikwe na kitambaa. Wala sijaona mwanamke kichwa chake kifunikwe labda na kofia. Kwa sababu ikisema kifunikwe tu, sasa mtu akivaa kofia unamkataje? Kwa sababu kuna makanisa mengine wanawake wanavaa kitambaa, akija mwanamke kavaa kofia wanamvua kofia. Sasa wakimvua amefanya kosa gani wakati maandiko yanasema kichwa kifunikwe na hajasema kifunikwe na kofia? Bwana Yesu abariki sana. Kuna makofia mengine yako kama mabakuli ya nani niliyaonaga zamani. Yale makofia walikuwa navaa askari kwa ajili ya vita, ni mabakuli ya chuma. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mtu akija akafunika kichwa na mbakuli kama huo wa chuma, alafu ukamvua, unamuonea kwa sababu kichwa kimeandikwa kichwa kifunikwe, naye kafunika. Hasa atuelewe unafunika na bakuli, unafunika na kofia. Au kuna wale ndugu zetu wale wenye imani sijui masinga wale ndugu zetu wanafunga kilemba, wanaume wanafunga kilemba. Sasa je, mwanamke je, ni kilemba naye afunike kwa kilemba afunge kama vile?
Wako wanawake wanafunga kanga na vitenge wanafunga. Nilikuwa naona zamani wanawake wa Kikongo zamani, wakati niko mdogo, miaka 80 na ngapi, 82, miaka 80, tulikuwa tunaangalia miaka 86 ile 86. Umeona Beli ya Beli alikuwa anaimba amevaa vitenge vizuri, alafu kichwani kafunga, kuna mfungo fulani wa kitenge anafunga kichwani hivi, anafunika nywele zake. Bwana Yesu abariki sana. Je, ni kufunika kwa kitenge? Kwa sababu hapo tunaweza tukaweka ubishi kwamba mwingine akasema kifunikwe na kitenge. Utakuwa una nguvu ya kumkataza kwa sababu pale imesema kichwa kifunikwe. Mwingine akasema sio kitenge, kofia. Utakuwa una nguvu ya kumkataza kwa sababu pale imesema kichwa kifunikwe, na kavaa kofia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akasema sio kofia, kitambaa. Sisi tutamzuia na nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa maandiko yanaposema kichwa kifunikwe, pale bado ni fumbo. Wewe unaposema ni kuvaa kitambaa, maana yake wewe unamsaidia Mungu kufumbua hilo fumbo. Haleluya. Na usimkosoe mtu atakayevaa kofia, kwa sababu akikwambia ni kofia usimwambie umekosea, kwa sababu kafunika kichwa na maandiko hajasema ifunikwe na nini. Kwa hiyo wanavaa kitambaa, sijui anavaa kofia, sijui anavaa nini, wanajitahidi kutii lile andiko. Bwana Yesu abariki sana. Lakini mimi nataka tuangalie kweli ni kofia. Tunataka tuangalie Biblia inasema afunike na nini. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa hapajasema mwanamke afunike na kitambaa. Ndugu yangu Mkristo unayevaa kitambaa, hebu tusome tena kwenye mstari ule wa 13 hapo kwa Korinto sura ya 11. Mstari wa 13 inasema hivi, sikiliza kwa makini. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Bwana Yesu abariki sana. Hasa hapa inabidi ujiulize, huyu mwanamke asipofunikwa kichwa imesema. Hapo inasema mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Kwa nini nywele zimechomekewa hapo? Swali ambalo inabidi ujiulize. Kwa nini wamesema mwanamke afunike kichwa? Alafu kabla hawajamaliza asema hivi, amwangalie kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Bwana Yesu abariki sana. Hilo ni swali na ukupa ujiulize, usikurupukie tu maandiko, jiulize kwa nini panasema mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu naendelea mstari wa 10. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundisha kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mstari wa 15. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo pamefunua, panaonyesha kwamba mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Kumbuka pamesema mwanamke kichwa kifunikwe, hapajasema nywele zifunikwe. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuna watu hapo wanasema kichwa kifunikwe, wenyewe wanaangalia kwa makengeza, Biblia hawaelewi pamesemaje. Pakisema kichwa kifunikwe wenyewe wanasema wamesema inabidi nywele zifunikwe. Hakuna paliposema nywele zifunikwe. Haleluya. Pamesema mwanamke kichwa kifunikwe. Sasa mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, lakini mwanamke hizo nywele ndefu amepewa badala ya mavazi. Haleluya. Hapo naweza nikaiweka hivi, nywele ndefu kwa wewe Mkristo ambaye unatetea kufunika kichwa, kufunika nywele na kitambaa, lakini unaita kufunika kichwa. Haleluya. Kwa sababu kifuniko cha kichwa ni nywele. Bwana Yesu abariki sana. Hapo maandiko yanaonyesha kwamba nywele ndio zinafunika kichwa, na nywele ukizifuga ziwe ndefu zinakuwa zimefunika kichwa. Hasa anamalizia hizo nywele ndefu kwa mwanamke ni badala ya kitambaa, ni badala ya kofia, ni kifuniko cha nywele za mwanamke. Bwana Yesu abariki sana. Hakuna mahali kwenye Biblia panasema mwanamke afunike na kitambaa. Haleluya. Hakuna mahali hapo. Ila tu wewe unakimbia kama ile nilikuwa nasema kwamba kwenye bustani ya Edeni nyoka alivyokuwa mjanja alimwambia Hawa, hati Mungu alisema matunda haya msile. Halafu Hawa bado hajamalizia kusema kujibu vizuri, anasema anajua siku mtakao kula mtafumbuliwa macho. Bwana Yesu abariki sana. Anaanza kumweka, na hapa huyu mtu maandiko yanasema kichwa kifunikwe, analuka anasema kifunikwe na kitambaa.
Najua kufunikwa na nini? Na kitambaa. Hatutaki wafasiri wa namna hiyo kwenye Biblia ambao ni wafasiri nyoka. Biblia haijasema kichwa kifunikwe na kitambaa, inasema nywele za mwanamke ni kifuniko cha kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa anarudia tena, niparudie tena vizuri, anasema hivi, nirudie tena ili niikazie. Anasema, je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Bwana Yesu abariki sana. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Bwana Yesu abariki sana. Hasa aliposema mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, akamalizia akasema kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo nywele ndefu kwa mwanamke ziko badala ya mavazi. Hiyo ndio Biblia inafasiri hapo, kwamba kumbe mwanamke haitakiwi akate nywele. Bwana Yesu abariki sana. Hasa hapa inasema mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, anapendeza. Lakini mwanaume akiwa na nywele ndefu kwake hapendezi. Mnaona wanaume wa siku hizi hawa wanaosuka nywele. Kuna wanaume wanasuka nywele, wanafuga nywele, wanakuwa kama wanawake. Na ndio wanasababisha tumepata wanaume mashoga. Hawapendezi. Mimi wananiuzi sana wanaume wanaosuka nywele. Wana roho ya kike. Wanachafua jamii. Naangalia wanawake wanaokata nywele, sura zao zinakuwa kama wanaume, hawapendezi. Bwana Yesu abariki sana. Mwanamke akikata nywele, maumbile anaonyesha hapendezi, anakuwa kama mwanaume. Kwani nyinyi hamuoni? Ndio Paulo anasema hayo maumbile yenyewe hayawafundishwi ya kwamba mwanamke akiwa na nywele fupi hapendezi, na mwanaume akifuga nywele hapendezi, anakuwa kama mwanamke. Na hizo nywele kwa mwanamke akifuga kwake ni fahari, kwake ni kifuniko cha kichwa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kama una mstari unasema mwanamke afunike na kitambaa, unipe huo mstari, mimi sijauona. Bwana Yesu abariki sana. Lakini mimi sina ugomvi na mwanamke anayefunika uchungi au anavaa kitambaa, huo sina. Ila ugomvi wangu pale Biblia haijasema kiushungi, haijasema kitambaa. Kwa hiyo wale wanaofasiri ni kitambaa, mimi ndio niko kwa ajili yao, kwa ajili ya kushughulikia watu wa namna hiyo, wapinga Kristo. Kwa hiyo wahubiri wote, wachungaji wote wanaosema kwamba ni kuvaa kitambaa ni wapinga Kristo, kwa sababu mpinga Kristo ni mtu anayepinga neno la Mungu. Neno linasema afunike kichwa na kitambaa, yeye anasema afunike nywele na kitambaa. Yaani kitambaa kinafunika nywele, nywele zisionekane. Hao wahubiri wa jinsi ni wahubiri wa kishetani. Haleluya! Na lazima tuhubiri kama hivi, ukatae ukahukumiwe. Kwa hiyo wewe mhubiri wa kishetani unajifasiria maandiko utakavyo. Maandiko yako wazi kabisa, yanaonyesha mwanamke afunike kichwa na nywele. Wewe unasema mwanamke afunike nywele na kitambaa. Kwa nini unapinda maandiko? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Sasa, na panasema vizuri, ningeenda kwenye upande wa pili. Panaposema kichwa chake, anasema kichwa cha mwanamke. Bwana Yesu abariki sana. Yaani naileta kwa maana nyingine. Kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo maandiko anaposema mwanamke akiwa amekata nywele anaaibisha kichwa chake, kwenye kitabu hiki cha Wakorinto kinamaanisha kwamba hichi kichwa kinachoaibishwa sio kichwa chake hicho. Maandiko ameshasema hapo juu, pamesema kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo mume wake ndio kichwa cha huyo mwanamke. Kwa hiyo huyu mwanaume ndio anaaibika. Kwa nini anaaibika mwanamume? Kwa hiyo mwanamke akikata nywele na mwanaume akikata nywele, kwenye nyumba mwanaume na mwanamke wanaonekana wanaume wote. Haleluya! Sawa na vile mwanamke akivaa suruali na mwanaume naye anavaa suruali na mwanamke anavaa shati, pale kwenye nyumba hiyo ni aibu, kwa sababu hakuna cha mwanaume, hakuna cha mwanamke. Mwanamke naye amekuwa mwanaume. Kwa hiyo huyu mwanamke anaaibisha kichwa chake. Hicho kichwa kinachoaibishwa ni mwanaume wake. Bwana Yesu abariki sana. Huko mbele tutafundishana hata panaposema kwa ajili ya malaika, watu wanajua ni kwa ajili ya malaika. Malaika wa mwanamke ni mume wake. Kwa hiyo anafunika kichwa kwa ajili ya mume wake. Bwana Yesu abariki sana.
Kama vile ukisoma Agano la Kale ukasoma habari za Rebeka, Eliezeri alipokwenda kwenye kitabu cha Mwanzo kumtafutia Isaka mke, alienda akamchukua Rebeka. Walipokuwa na Rebeka wanasafiri, Eliezeri alipofika njiani, Isaka alionekana kwa mbali. Rebeka akamuuliza Eliezeri, akasema, yule ni nani? Haleluya. Eliezeri akamwambia Rebeka, yule ndio Isaka, yule ndio mumeo, yule ndio bwana wako. Soma kitabu kile. Rebeka alijitanda, akajifunika shela, akajifunika kichwa. Bwana Yesu abariki sana. Ile kujifunika Rebeka kichwa ilikuwa ina maana sasa yeye kichwa chake amekata, akipo. Huyo Isaka anayekuja ndio kichwa. Bwana Yesu abariki sana. Isaka ndio kichwa cha Rebeka. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mwanamke kufunika kichwa na nywele kunaonyesha kwamba yeye sio kichwa, mume wake ndio kichwa chake. Bwana Yesu abariki sana. Hebu nirudie kwa sababu watu wanasoma. Unajua hapa anasoma Biblia imesema vizuri, si ndio? Biblia imesema vizuri kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Alafu ilivyosema hivyo, mwanamke, mtu akisoma akifika huku kwamba anaibisha kichwa chake, mawazo yanaama, anafikiri kichwa hiki cha mwanamke, kumbe tayari alishafundishwa kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Hebu nirudie tena. Mstari wa 2 sura ya 11 hapo Wakorintho wa kwanza. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Mstari wa 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa amesema kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo maandiko yanaposema mwanamke anaposali na anapohutubu akiwa hajafunika kichwa na nywele zake, nywele ndio vazi la kufunika kichwa. Akiwa hajafunika kichwa anaaibisha kichwa chake, yaani manake anaaibisha mumewe. Kwa nini anaaibisha mumewe? Kwa sababu yeye na mume wake wanakuwa sawa, wote ni kama wanaume. Bwana Yesu abariki sana. Sasa baada ya hayo machache nitaka nisome andiko hili tena nimalizie hapo. Kwa sababu na wengine nasema hapa pamesema mwanamke akatwe kichwa, akatwe nywele. Ikiwa nataka nipaweke vizuri. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 hapo na mstari ule nianzie mstari wa 10 tuone hapo. Anasema hivi mstari wa 10. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke, naona ni kwa juu kidogo, samani. Nianzie mstari wa 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano. Kwa nini napakosa? Bwana Yesu abariki sana. Ngoja nianze mstari wa 5. Basi kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, maana ni sawasawa na yule aliyonyolewa. Mstari wa 6. Maana mwanamke asipofunika na akatwe. Nilikuwa napatafuta hapa mstari wa 6. Bwana Yesu abariki sana. Mstari wa 6 unasema hivi, maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Sasa wengi wanachukua hapa wanasema Biblia imeruhusu mwanamke akatwe, asipofunikwa akate nywele. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hapo kuna watu wanakata nywele. Sasa tuendelee uone huko mbele ameiweka vizuri. Nisome tena. Maana mwanamke asipofunikwa kwa maana kweli bwana pana nitoka tena. Mstari wa 6. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Umeona hapo? Bwana Yesu abariki sana. Panasema hivi mwanamke akatwe, ikatulia. Anasema au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele au kunyolewa, na afunikwe. Bwana Yesu abariki sana. Na baada ya kusema mwanamke ikiwa ni aibu, ikiwa kama ni aibu
kunyolewa au kukatwa na afunikwe. Sasa 13 ndio akasema, je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundisha kwamba mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake? Bwana Yesu abariki sana. Hapo pamefunua kwamba pamesema akatwe, lakini pakasema mwanamke kukata nywele na kunyolewa kwake ni aibu. Ikiwa ni aibu, basi afunikwe. Na hizo nywele ndio vazi la kichwa. Bwana Yesu abariki sana. Nilikuwa niko naelezea kuhusu wale Wakristo wanaovaa vitambaa wa kufuata andiko hili, na wale wenye imani nyingine ambao sio Wakristo ambao wanafunika nywele zao kwa kitambaa. Nikiwa na maana kwanza, hapo maandiko hajasema zifunikwe nywele, pamesema kichwa kifunikwe. Bwana Yesu abariki sana. Kichwa ndio kinapaswa kifunikwe. Na hichi kichwa kinafunikweje? Kinafunikwa na nywele za mwanamke. Na mwanamke akiwa na nywele ndefu, hizo nywele ni fahari kwake na anapendeza. Kwa hiyo mwanamke kukata nywele ni kosa kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na huyo mwanamke aliyekata nywele anaonyesha ni mwanamke ambaye hana adabu kwa mumewe. Inatakiwa amtii mume wake na awe anaongozwa na mwanaume. Kwa hiyo fasiri ya kusema ni kitambaa si fasiri ya kweli, ni fasiri ya uongo. Na kama utakuwa na ushahidi wa kusema mwanamke inatakiwa akate nywele, kuna maandiko, au kitambaa ndio inabidi avae, mimi sijaona kwenye kitabu hiki cha Biblia mahala panasema kuvaa kitambaa ndio kufunika kichwa. Ila nimeona panasema kwamba kuwa na nywele ndefu ndio kufunika kichwa, na nywele ndefu ndio kifuniko cha mwanaume, cha mwanamke. Na wanawake ambao wamekata nywele, haya maandiko yanasema hawapendezi, wanakuwa kama wanaume, na wanaume wanaofuga nywele hawapendezi, wanakuwa kama mwanamke. Kwa hiyo kukata nywele na kuziachia bila kuzikata inatofautisha kati ya mwanamke na mwanaume. Umbo la kiume alipendezi kufuga nywele. Umbo la kike linapendeza kufuga nywele. Hayo maumbo ya hivyo Mungu ametuumba hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haya machache naona niishie hapa. Naona hiyo utakuwa umeshanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tu niseme namba zangu za simu, na tutaendelea kuwa hewani katika mtandao. Tutaendelea kuhubiri. Naomba uendelee mfululizo wa mahubiri haya, na baadaye ninakwenda kumtaja yule ambaye ameleta mahubiri haya. Kwenye kuhubiri kote huku, usizani ni mimi ndio nahubiri hivyo. Kuna mtu ambaye ametumwa kutoka kwa Mungu, amekuja katika wakati huu kwa ajili ya kufunua kitabu hiki kinaitwa Biblia ili kiweze kueleweka. Saa hizi Biblia iko peupe tu. Usiwafuate wale watu ambao wanasema kwamba Biblia ni msitu. Nimekutana na watu wanasema Biblia ni msitu, ni kitabu ambacho hakieleweki. Kweli kiliandikwa kwa mafumbo, lakini sasa mafumbo yamefumbuliwa, kama hayo mafumbo ya kufunika kichwa na nywele na mafumbo mengineo ambayo tumekuwa tukihubiriana kuhusu utatu, kwamba utatu haupo kwenye maandiko, kuhusu Mungu mwenye nafsi moja, kwamba huyu Mungu mwenye nafsi moja ndio wa kimaandiko, lakini Mungu mwenye nafsi tatu si wa kimaandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa kunisikiliza. Naomba uendelee kusikiliza katika mtandao huu uweze kupata neno la Mungu lenye uzima wa milele, ile injili ya asili, lile neno lisilogoshiwa, neno lililonyoka. Na niko tayari kuchoma vichaka vyote, kuweza kuvichoma moto vichaka. Unajua Adamu alijificha kwenye kichaka wakati ule alifanya dhambi. Mungu anamtafuta Adamu, uko wapi? Adamu uko wapi? Yeye yuko kwenye kichaka kajificha. Bwana Yesu abariki sana. Na sasa hivi wakati huu kuna watu wamejificha kwenye vichaka. Hivyo vichaka ni nini? Ni madhehebu mbalimbali na dini mbalimbali. Kuna mafundisho ya uongo huko watu wamejificha, na mimi kazi yangu ni kuchoma moto vichaka kwa neno, kwa sababu neno la Mungu ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.